Yo watu wangu, karibu sana katika dunia ya hadithi. Jina langu naitwa Chad the Storyteller, na hii leo nakuletea hadithi ambayo inaitwa Siri ya Chumba namba 6. Hii ni hadithi ya fumanizi la mapenzi lenye msisimko na mshangao wa mwisho. Usiku wa saa 3, taa za hoteli ya Sunset View ilikuwa zimepungua mwanga na upepo wa baharini ulikuwa ukivuma kwa utulivu. Ndani ya chumba namba 6 palikuwa kimya cha hila, lakini ndani ya ukimya huo mapenzi yalikuwa yakichemka kwa joto la siri kubwa. Nola alikuwa amelala kifua wazi juu ya kifua cha mwanaume alikuwa si mumewe. Walikuwa wameanza uhusiano wao kwa mazungumzo mepesi ya WhatsApp, yakageuka kuwa miito ya usiku, kisha mikutano ya haraka hoteli, hadi kufikia hali hii maaba ya haramu. Mume wako anaweza kutufumania, aliongea yule mwanaume kwa sauti ya kucheka. Lakini anaamini niko kwenye semina ya siku 2, alijibu Nola kwa sauti ya taratibu, akicheka kama alifurahisha na hatari. Mume wa Nola, Kelvin, alikuwa ni mwanaume mtulivu mwenye pesa, lakini mwenye mashaka ya mara kwa mara. Alishaanza kuhisi kuna jambo usiku huo alipokosa kujibiwa simu na Nola kwa mara ya 4. Aliamua kufuata kimya akisaidiwa na rafiki yake ambaye ni mfanyakazi wa usalama wa hoteli hiyo. Chumba namba gani alichochukua? Aliuliza Kelvin. Aliuliza kwa sauti ya kuaminika. Chumba namba 6, alijibiwa. Kelvin akanyamaza, moyo ukadunda kama ngoma ya maombolezo. Alipanda juu kimya huku akibeba simu yake tayari kurekodi ushahidi wa maumivu. Alipofika mlangoni, alisikia sauti ya kicheko cha mke wake na mwanaume mwingine. Kwa kutumia funguo alizopewa kwa hila, Kelvin alifungua mlango taratibu, hakuhitaji kusukuma sana. Mlango ulifunguka wenyewe. Ndani macho yake yakakutana na jambo ambalo hata kwenye ndoto hakuwahi kufikiria kabisa. Mwanaume alikuwa kitandani na mke wake alikuwa ni rafiki yake wa karibu, anaitwa Brian. Kelvin. Nola alipiga kelele ya mshangao na hofu. Brian akajaribu kujifunika haraka, lakini Kelvin alikuwa ameshasimama pale, macho yamejaa machozi, simu ikiwa hewani, kila kitu kikiandikwa kwenye historia ya maisha yake. "Kwa nini Brian? Kwa nini wewe?" Kelvin aliuliza kwa sauti iliyovunjika moyo wake. Brian alinyamaza. Nola alijaribu kuomba msamaha, lakini kila neno lilikuwa kama kisu kingine kwenye moyo wa Kelvin. "Sitakupiga, sitakurushia hata neno. Nitawaacha na dhambi yenu, lakini kumbukeni, mmevunjilia mbali moyo wa mtu aliyowapenda," alisema kwa sauti ya huzuni na kuamua kuondoka. Siku ya pili, video ya fumanizi iliibuka kwenye mitandao ya kijamii. Kelvin hakuisema wala kuichapisha. Ilisambazwa na mlinzi ambaye aliona tukio lote kupitia CCTV. Nola alipoteza ndoa yake, Brian alipoteza rafiki wa maisha, na Kelvin alipata amani baada ya maumivu. Aliamua kuanza maisha upya, akijua kuwa si kila anayekutabasamlia atakutakia mema. Jina langu naitwa Chad the Storyteller. Shusha kwenye comment yako hapo chini ili uweze kupata msisimuko wa hadithi hii. Hadithi hii utaipata YouTube, hadithi hii utaipata TikTok, lakini full story utaipata YouTube. Bwana, naitwa Chad the Storyteller.